Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tutamalizia na Yoshua sura 7. Alafu tuende tukaombe kwa leo. Nakwambia wewe ni utambulisho wa Mungu. Mimi na wewe ni utambulisho wa Mungu katika kila eneo ambalo tulilopo. Kitabu cha Yoshua sura 7. Tutasoma ule mstari wa kwanza. Tutaluka. Tukiluka tutaenda kusoma mstari wa 19 tena. Yoshua sura 7 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Kalni mwana wa Zidi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikakuelezea kitu hapa. Huko mwanzoni wenzetu kulikuwa na vifaa ambavyo vinaweka wakfu kwa ajili ya nyumba ya Bwana, kwa ajili ya madhabahu ya Bwana. Lakini kilichotokea, kina Akani hawa wakafanya makosa, wakaiba vitu vya madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakafanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Biblia inasema kwamba hasira ya Bwana ikawaka. Hasira ya Bwana ikawaka, ikaleta shida kwa taifa lote la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaleta, anasema ya kwamba hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Yaani kuna mtu mmoja aliyefanya makosa, alafu hasira ya Bwana inawaka kwenye eneo zima au kwenye taifa zima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utambulisho wa Mungu ukiharibiwa, hasira ya Mungu inaweza ikawaka juu ya taifa zima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utambulisho wa Mungu ukiharibiwa, Bwana anaweza akaachilia hasira yake juu ya familia nzima. Nimesema wewe ni utambulisho wa Kristo mahali unapokuwa. Ukijichanganya, unaweza ukashangaa unaleta shida mpaka kwenye familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaleta shida mpaka kwenye jamii na kuzunguka. Unaweza ukashangaa taifa zima la Tanzania linaingia kwenye shida kwa sababu kuna mtu mmoja amejichafua. Kuna mtu mmoja hajakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaweza ukashangaa sasa namna Mungu alivyo ajabu. Kamuulize hata nani Daudi ukiona mahali Daudi anafanya kitu nje na jinsi ambavyo Mungu alikuelekeza. Akaanza kuhesabu wana wa Israeli wakati Mungu hakutaka wahesabiwe. Kilichofanyika ni nini? Adhabu ilitoka kwa watu wote. Pale inafika mahali Daudi analia, Mungu, kwa nini unaangamiza watu hao wasio na hatia? Mimi si nimekukosea? Kwa nini hiyo hasira usimwagie kwangu nikateseka mwenyewe, ukanitandika mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu. Lakini wanaadhibiwa taifa zima. Wanateswa taifa zima kwa sababu gani? Kuna utambulisho wa Mungu umeharibiwa. Kuna utambulisho wa Mungu umeharibiwa. Ukisoma mstari wa 19 hiyo Yoshua sura 7. Neno la Mungu linasema ya kwamba Yoshua akamwambia Akani, mwanangu nakusihi, umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilotenda, usinifiche. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joo nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari za dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu na ile fedha chini yake. Basi Yoshua akatuma wajumbe wakapiga mbio mpaka hemani. Na tazama, vile vitu vilikuwa vimefichwa hemani mwake.
na ile fedha chini yake. Wakavitoa kutoka hapo katikati ya hema, wakavileta kwa Yoshua na kwa wana wa Israeli wote, nao wakaiweka chini mbele za Bwana. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja nao wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na lile joo na ile kabari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote vilivyokuwa navyo, wakavileta juu hata bonde la Koro. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, hii ndio ilikuwa salama ya Israeli. Lakini mimi hapa ujue ya kwamba Akani ilikuwa sio utambulisho wa Mungu. Utambulisho ni vile vitu ambavyo vilikuwa katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambavyo leo sasa ni tofauti, ambapo mimi na wewe sisi ndio utambulisho wenyewe. Haleluya. Sisi ndio utambulisho wenyewe. Mungu hawezi kuvitumia vitu visivyo pasipo sisi kukubali. Maana yake kama mimi na wewe ni utambulisho, ikiwepo tukafanya au tukachafuliwa, tukafanya vitu ambavyo haviko sawa, inaweza ikasababisha adhabu katika maeneo ambayo tuko. Ingeweza ikasababisha adha katika maeneo ambayo tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo nini sasa tunafanya? Lazima tutambue ya kwamba sisi ni utambulisho wa Mungu na tutembee katika njia ambayo Mungu inapasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Solution au njia za uponyaji kwa watu ni kwamba vile vitu vya madhabahu virudi madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ilikuwa salama Israeli. Salama wakati mwingine ilikuwa sio hata huyo Akani kufa, ni kwa sababu tu ya sheria zao. Wasingeweza hata kumuua, wangemwacha, ila wangevileta vile vitu ambavyo vilikuwa vimeweka wafu kwa ajili ya kazi ya Bwana, vikawekwa pale sehemu sahihi, ingekuwa tayari pole yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi salama yetu ni ipi? Salama yetu ni kukaa mahali ambapo Mungu anataka, ni kukaa sehemu ambapo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaishia hapa leo, alafu tutaenda kuomba. Tunaenda kuomba nini? Kuna maombi mawili muhimu ambayo tutaenda kuyaomba. Na ombi la tatu tutaliomba mwishoni. Tutamwambia Mungu tuko tayari kutumika. Tunaomba Bwana tuweke kwenye nafasi zetu. Yamkini wewe kama utambulisho wa Mungu umetoka kwenye utambulisho wa Mungu, umejikuta unatambulisha vitu vingine nje na Mungu wako. Haleluya. Kuna watu wengine wanamtambulisha shetani badala ya kumtambulisha Mungu. Kwa sababu gani? Wametoka kwenye nafasi ambayo walitakiwa wakae wa eneo ambalo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wametoka kwenye nafasi ambayo Mungu alitaka Gideoni ukae hapa, lakini wewe umetoka. Kama umetoka huko uliko unamwakilisha nani? Maana yake umwakilishi Mungu tena. Kuna namna maisha ambayo tunaishi hayamwakilishi Mungu wetu, kama yani hatusomeki kama utambulisho wa Mungu katika eneo tulopo. Hebu tumwambie Mungu, tunaomba utusaidie. Tunataka kurudi kwenye nafasi zetu. Bwana, tukutambulishe wewe. Watu wakutazama wakuone wewe, wakuangalie wewe mfalme. Mungu aturudishe kwenye nafasi zetu, hata alirudishe kwenye nafasi yake kama kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kanisa la Mungu lirejee kwenye nafasi yake, limtambulishe Mungu badala ya kutambulisha. Muda mwingine kanisa la Mungu leo hii linatambulisha viongozi badala ya kumtambulisha Mungu aliye hai. Angalia leo, ninapozungumzia kanisa, zungumzi kanisa tu la hapa. Angalia leo kanisa, unaweza kukuta kanisa jingine huko linatambulisha viongozi wa nchi badala ya kumtambulisha Mungu. Nini salama yetu sasa kama watu wa Mungu? Unategemea nini? Lazima turejee kwenye nafasi kama kanisa la Bwana. Tumtambulishe Mungu kama kanisa.
Kanisa linatambulisha watu na sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo hapana. Hatuitaki kama watu wa Mungu mahali hapa tu. Tumwambie Mungu tumetambua hili, tumeelewa hili. Tunahitaji kukutambulisha wewe. Mahali tunapokuwa tukutambulishe wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Kwa mwambie Mungu iko tayari kukutambulisha, na ninaomba Bwana nirejeshe kwenye nafasi yako. Tumwambie Mungu rejesha nafasi ya kanisa lako. Tumwambie Mungu kama kanisa lako tunarejea kwa nafasi zetu. Tunarejea na tusaidie. Ombea na kanisa kwa ujumla lote, kanisa la Tanzania, kanisa la Mungu wote. Kwa namna Roho Mtakatifu ambavyo atakuongoza, omba kwa ajili ya kanisa la Mungu. Lirejee kwa nafasi yake, litambulishe Kristo. Litambulishe vitu, litambulishe watu, litambulishe Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ombi nyingine utamwambia Mungu, niko tayari kukuwakilisha popote pale utakapokuwa. Niko tayari kukuwakilisha popote utakapokuwa. Maana yake ni nini? Unapokuwa kwenye jamii yako, utamwakilishaje Mungu? Unamwakilisha Mungu kulingana na namna unavyoishi na jamii. Unapokuwa kwenye kazi, unamwakilishaje Mungu? Unamwakilisha Mungu kulingana na unavyoishi na wafanyakazi wenzako. Kulingana na msimamo wako wa Mungu, usimamo wako juu ya Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kama ni kazini, kuna rushwa inatakiwa. Wewe ili Mungu mwakilishe vizuri, hilo rushwa hautakiwi ipokee au utakiwi kutoa rushwa. Hapo ndo unamwakilisha Mungu vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu yoyote mahali ambapo unakuwa unakuta unashangaa kuna haki haitendeki, wewe kama mwana wa Mungu, ili uonekane ya kwamba unamwakilisha Mungu, lazima usimame upande wa haki. Hata kama kuna hatari kiasi gani, lazima usimame upande wa haki, ya kwamba mimi nasimama kwenye haki hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa haki. Maana yake nini sasa hilo ombi? Maana yake tunamwambia Mungu, tunaomba tufinyange, tutengeneze, utupe ujasiri wa kusimamia haki yako na kweli yako. Utupe nguvu ya kusimama katika njia iliyonyoka. Mungu akuwezesha, akupe neema ya kusimama katika mstari ulio sahihi. Usiwe mtu akupinda pinda, kesho umegeuka huko kushoto kulia, kesho una msimamo huu, kesho huko hivi. Kama mwana Mungu haitakiwi. Wewe kama umeamua kusimama na Mungu, hapa ni rula hapa. Haijalishi kuna nani atasemaje, asema mimi msimamo wangu ni huu, ni juu ya Mungu wangu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi watu 1000 wasimame kinyume na wewe wakisema ya kwamba wewe uko hivi. Wewe umesema ni 1, 2, 3. Haijalishi kuna kitu kibaya kikukute, utasema mimi nimesimamia hiki. Sasa ni habari ya kumwambia Mungu akupe ujasiri. Leo hii watu wa Mungu tuliwaoga, kwa sababu yafika mahali tunaenda wenyewe, tunaenda kwa akili zetu. Kwa hiyo inapofika mahali pa kusimamia haki na kweli ya Mungu, tukiona na tulivyozungukwa na watu wabaya, tunaanza kuogopa, tunatetemeka. Unakuta unajipindisha, unasema ka uongo kidogo, mwingine anasema ka uongo kenye faida. Hakuna uongo wenye faida. Ninasema ninadanganya lakini kwa faida. Kwa faida gani? Dhambi ni dhambi. Hakuna cha uongo wenye faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli lazima usimame, haijalishi kuna hatari. Huyo Mungu wa mbinguni ndiye atakayetuletea. Na kama ataruhusu angamie, basi ameruhusu yeye. Lakini anasema ya kwamba majaribu yanayokuja kwenu lazima ataweka na mlango wa kutokea, endapo lakini umesimama katika kweli na haki yake. Kwa hiyo tutamwomba Mungu katika maneno haya mawili, tuambie Mungu tuko tayari kukuwakilisha wewe. Maana yake ni tufinyange kama kuna vitabia ambavyo Mungu hapendezi navyo, imefika mahali havimtambulishi Mungu wako. Hebu mwambie Mungu, ninaomba unifinyange. Mwambie nifinyange Bwana, nifinyange.
omba kwa ajili ya kanisa, mwambie Mungu, tunaomba ujasiri ndani ya kanisa liweze kusimama katika haki na kweli, ili ni kuwakilisha wewe. Bwana Yesu asifiwe.